Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amekariri kuwajibika kwa serikali katika kushughulikia maslahi ya wakimbizi hapa nchini licha ya kuibuka kwa wasiwasi wa kusitishwa kwa misaada. Akizungumza baada ya mkutano wa faragha na mabalozi pamoja na wafadhili wa kimataifa jijini Nairobi, Murkomen alipongeza serikali ya Marekani kwa kuondoa marufuku ya msaada wa kibinadamu na kutokomeza hofu ya uhaba wa chakula kwenye kambi hizo. Mkutano huo, mtazamaji, pia uliangazia suala la usalama kufuatia maandamano ya hivi majuzi ya wakimbizi katika kambi ya Kakuma kutokana na kupungua kwa rasilimali. Mkutano muhimu baina ya serikali ya Kenya na wafadhili wa kimataifa umetoa fursa iliyohitajika ya hakikisho kwa maelfu ya wakimbizi nchini. Waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen akitumia nafasi hiyo kuipongeza serikali ya Marekani kwa kuondoa marufuku ya msaada wa kibinadamu, akisema hatua hiyo miongoni mwa nyingine itahakikisha kuna msaada wa chakula cha kutosha katika kambi za wakimbizi humu nchini kufuatia wasiwasi wa awali kuhusiana na kusitishwa kwa misaada. And we have been given full assurance that between now, within this year, there is no fear that the rationing will go below what it is now, which is 40%. So for now, we are very confident that the refugees both in Dadaab and in Kakuma and Kalaboye are going to be taken care of in the near future. Mkutano huo umejiri wakati kuna ongezeko la taharuki miongoni mwa wakimbizi, hasa kambi ya Kakuma ambapo kulizuka maandamano kutokana na kupungua kwa rasilimali. Huku wasiwasi ukisalia kuwa endelevu kwa kipindi kirefu, serikali ya Kenya inaweka mkakati unaolenga kuwajumuisha wakimbizi katika mfumo wa kijamii na kiuchumi wa nchi, hatua ambayo bila shaka itakuwa ya manufaa kwa jamii asilia. We have agreed in this meeting that we will go back, interrogate the figures and the numbers that are necessary of the resources that are necessary to roll out the Shirika plan and secure firm and quantifiable commitments from the development partners before we can roll out the Shirika plan. And we believe that that can be achieved in the shortest time possible. Kushirikisha umma, urekebishaji wa mfumo wa kisheria pamoja na usaidizi wa washirika ni muhimu kwa ufanisi wa mpango huo wa shirika. Huku idadi ya wakimbizi ikiongezeka pamoja na kuwepo kwa mabadiliko ya ufadhili wa kimataifa, swali kuu linasalia bila jibu. Je, Kenya ina mfumo endelevu wa kuwasaidia wakimbizi kwa muda mrefu? To see how best we can deal with the question of the refugees. As we all know that refugees were expected to be here for a short period of time, but now they have been in the country for 35 years. We cannot continue having this situation persisting forever.